Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahi alqaimi bihuquqillahi ma dhaqat illa farrajahu Allah. Ikhwani, kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumtakia ziada ya rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, ndugu zangu, leo tutazungumzia dua ya kuondoa umasikini. Dua ya kuondosha umasikini. Kama una hali ngumu ya kimaisha, una hali ngumu ya kipato, una hali ngumu kwa namna moja ama nyingine katika mambo ya kiriziki, basi itumie dua hii. Lakini dua hii pia vile vile, hata kama utakuwa wewe umetupiwa kitu, kwa maana umetupiwa shetani ambaye yeye anafanya kazi kubwa ya kukuharibia maisha yako, kukutia nuksi. Shetani huyo anafanya kazi ya kukuharibia maisha, au umetupiwa uchawi ambao ndio unaokufanya usifanikiwe katika mambo yako, au hujatupiwa chochote kibaya, lakini ni hali tu imekuwa mbaya, pia vile vile soma dua hii. Dua hii utakapokuwa unaisoma, kama kuna mtu yeye amekufanyia mabaya, alikufungia riziki zako, sawa, unapoisoma dua hii, maajabu yake ni kwamba yeye aliyekufungia riziki zako, yeye ndiyo sasa hali mbaya itamgeukia yeye mpaka atakapotubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakapoomba msamaha kwa kosa alilolifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi akamkubalia, basi na yeye pia atamfanyia wepesi. Kwa hivyo kwa ujumla wake ni kwamba ni dua ambayo unaweza ukaisoma wewe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi katika masala ya kiriziki. Nami nikwambie ndugu yangu, dua hii hebu ifululize kuisoma kwa muda wa wiki moja, kwa muda wa siku 7, alafu uone maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isome kwa muda wa wiki moja, uone maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua adhim. Acha uvivu. Hiko ndio kitu kikubwa, tuimizane. Tuache uvivu. Uvivu unasababisha baadhi ya mambo muhimu kuyakosa. Baadhi ya vitu muhimu sana kuvikosa. Mtu anakuwa mvivu wa kufanya nyiradi, mvivu wa kufanya dua, mvivu wa kuleta dhikri. Hapana. Ondosha uvivu katika nafsi yako, alafu soma hizi dua tunapoelekezana. Maana yake ni kwamba ni dua ambazo ni mujarrabu, zimejaribiwa na zikaswihi na zikawa ni mujarrabu. Na wewe ukiambiwa soma, maana yake tunataka usome. Ukifanikiwa, basi wewe ndio kheri yenyewe. Hiyo ndio tunaolitaka hilo, kila mmoja matatizo yake yamuondoke, sawa. Sasa dua hii ni kama ifuatavyo. Kwa yule ambaye yeye hajasoma Kiarabu, hajui vizuri, utanisikiliza kwa utaratibu namna ninavyosoma, alafu wewe utaandika, utakuwa unaisoma mwenyewe dua hii. Na namna ya usomaji wake hii dua, utasoma kwa idadi ya mara 66. Ndugu zangu kule wa Kongo kuna Kiswahili tunasema 66. 66, maana yake 66. Kwa dua hii unaisoma mara 66, kwa maana 66 kwa Kiswahili cha Kikongo. Kwa hivyo pia vile vile unapokuwa unaisoma hii, maana yake uisoma kila baada ya swala. Kila unapomaliza kuswali, isome hii dua kwa idadi ya mara 66, sawa? Mara 66, 66. Sawa sawa. Na dua yenyewe ni dua gani? Ni kama ifuatavyo: ya man khalaqani wa sawwani. Bismillahir rahmanir rahim. Ya man khalaqani wa sawwani, ya man razaqani wa rabbani, ya man at'amani wa saqani, ya man qarrabani wa adnani, ya man asamani wa kafani, ya man hafidhani wa kalani,
ya man a'azzani wa aghnani, ya man waffaqani wa hadani, ya man anasani wa awani, ya man amatani wa ahyani. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-ghawtha khallisna minan nari ya rabbi. Nitarudia mara 3 Dua yenyewe ni hiyo. Kwa hiyo sikilize kwa makini sana, naenda kwa utaratibu. Ya man khalaqani wa sawwani, ya man razaqani wa rabbani, ya man at'amani wa saqani, ya man qarrabani wa adnani, ya man asamani wa kafani, ya man hafidhani wa kalani, ya man a'azzani wa aghnani, ya man waffaqani wa hadani, ya man anasani wa awani, ya man amatani wa ahyani. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-ghawtha khallisna minan nari ya rabbi. Narudia tena, manake dua hii, ya man khalaqani wa sawwani, ewe uliyeniumba na ukanifanya sawa. Ya man razaqani wa rabbani, ewe mwenye kuniruzuku. Ya man at'amani wa saqani, ewe mwenye kunilisha na kuninywesha. Ni dua kubwa sana. Haya, naanza tena. Ya man khalaqani, ya man khalaqani wa sawwani, ya man razaqani wa rabbani, ya man at'amani wa saqani, ya man qarrabani wa adnani, ya man asamani wa kafani, ya man hafidhani wa kalani, ya man a'azzani wa aghnani, ya man waffaqani wa hadani, ya man waffaqani wa hadani, ya man anasani wa awani, ya man amatani wa ahyani. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-ghawth khallisna minan nari ya rabbi. Mara ya mwisho, ya man khalaqani wa sawwani, ya man razaqani wa rabbani, ya man at'amani wa saqani, ya man qarrabani wa adnani, ya man asamani wa kafani, ya man hafidhani wa kalani, ya man a'azzani wa aghnani, ya man a'azzani wa aghnani, ya man waffaqani wa hadani, ya man anasani wa awani, ya man amatani wa ahyani. Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth khallisna minan nari ya rabbi. Ndugu yangu, dua hii isome kwa idadi hiyo ya mara 66. Basi ndugu yangu, utaona mabadiliko makubwa
ya riziki zako zitafunguka. Kama umefungwa riziki kichawi, umefungwa riziki katika mazingira tu ya kawaida, sawa, wewe soma dua hiyo kwa idadi ya mara 66, sawa. Kwa kweli ni mujarabu sana, na alhamdulillah mwenyewe kwanza ukiisoma utaona mpaka mabadiliko ya mwili wako, mabadiliko ya mwili utaona maana kuna khairati nyingi sana zitapatikana pale utakapoisoma dua hii. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa haya machache, hii ni dua adhim, ni dua ya kuondosha hali ngumu, kuondosha umasikini, kuondosha ile hali tihani sana wa kimaisha. Basi soma dua hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia uwepesi ndugu yangu. Kwa hivyo mwisho kabisa, kwa maoni, maswali pamoja na huduma mbalimbali, kwa yule ambaye atakayetamani kuwasiliana nami au nasi, tupigie kwa namba zifuatazo: 0716 44 77 27, 0716 44 77 27, au 0762 66 40 94, 0762 66 40 94. Kama uko mbali huko, unaweza ukaanza na kodi namba, kwa maana +255 716 44 77 27, au +255 762 66 494. Ni mie ndugu yako Maalim Sulaimana Ngusura, na kupa madarasa haya nikiwa katika ardhi ya Tanzania, maeneo ya Tabata Kisiwani, katika zawia ya Anwaru Shamsiya, sawa, katika zawia hiyo ambayo iliyokuwepo maeneo ya Tabata Kisiwani. Kwa hivyo inshallah, kwa wale wanaotamani kututembelea, karibuni sana. Wanaotamani kupiga simu hizo, piga simu wakati wowote, lakini uwe na uvumilivu, uwe na subira. Simu zetu ziko bize sana, kwa sababu tunawahudumia watu wengi. Muda mwingine unaweza kupiga simu, tunafanya dua, kuwaombea dua mwingine waliokuwa mataifa ya mbali, waliokuwa nchi za mbali huko. Kwa hivyo tukiingia katika dua, muda mwingine simu hazipokelewi, kwa usije ukaona unadharauliwa, la, bali kutokana na ubize ambao tuliokuwa nao. Lakini kadhalika vile vile unatupigia kwa namba zetu hizo kwa huduma yoyote utakayohitajia, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika upande wa kimaradhi, dua za kinga pamoja na dua za namna mbalimbali. Inshallah, al-kamalu lillahi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah, ma dhaqat illa farajahu Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.